Habari yako mtazamaji wangu wa Commercial TV. Leo nahitaji tuzungumze kuhusiana na historia fupi ya wa Israel pamoja na Iran. Nahitaji ujue kuhusiana na swala la juu ya urafiki wao mpaka uadui wao. Unaweza ukashindwa kuelewa kwamba ilikuwa kuwaje wakawa marafiki, lakini kwa nini ghafla imekuja kuwa ni maadui? Israel pamoja na Iran walikuwa ni marafiki sana, hasa katika kipindi cha utawala wa Shah, ambapo Shah alizaliwa mnamo mwaka 1919 na alifariki mwaka 1980 katika nchi ya Misri. Huyu ambaye alikuwa ni kiongozi wa Iran. Lakini pia katika utawala wa Shah, kipindi ambacho alianza kuongoza mnamo mwaka 1941 ndo Shah alianza kuongoza. Hilo neno Shah ni jina linalotokana na jina la Waajemi. Tunapozungumza neno Shah kwa kirefu chake maana yake ni Shahanshah. Yaani Shahanshah maana yake ni mfalme wa wafalme. Sasa jina lake halisi alikuwa anaitwa Mohammad Reza Pahlavi. Hilo ndio lilikuwa jina lake halisi la huyo Shah. Kipindi ambacho wanaanza katika mfumo wa ushirikiano wenyewe pamoja na Israel, kipindi hicho kiongozi wao alikuwa ni David Ben Gurion, ambapo yeye aliingia madarakani kipindi cha mwaka 1948 na baada ya kuunganika kwao ndipo hapo walikuja kuanzisha mifumo ya jeshi, tuseme kuanzisha mifumo ya kijeshi katika nchi zao, na walikuwa wanashirikiana vizuri sana katika mifumo ya kijeshi. Lakini huyu Mohammad Reza aliendelea kuongoza nchi ya Iran akishirikiana vyema kabisa na Wamarekani pamoja na wa Israel vyema kabisa, mpaka ilipofikia mnamo mwaka 1955 alikuja kuingia kiongozi mwingine ambaye alikuwa anaitwa ilikuwa ni mwaka 1963 mpaka mwaka 1969 aliingia kiongozi mmoja alikuwa anaitwa Levi Eshkol. Yeye ndo aliingia madarakani, lakini bado waliendelea kushirikiana hasa katika miradi ya mafuta pamoja na masuala ya kiusalama wote kwa pamoja. Lakini pia haitoshi, mnamo mwaka 1969 mpaka 1974 aliingia mwanamama mmoja ambaye ndio alikuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke kwa kipindi hicho cha Israel, ambacho yeye ndo alikuwa kiongozi kwa kipindi hicho. Aliongoza katika miaka hiyo ya mwaka 1969 mpaka 1974, alikuwa anaitwa Golda Meir. Mwanamama huyo naye akaongoza katika utawala wake, lakini waliendelea kushirikiana na Shah kipindi chote hicho. Baada ya hapo akafuatia kiongozi mwingine alikuwa anaitwa Isaac Rabin ambaye aliongoza kuanzia mnamo mwaka 1974 mpaka 1977. Naye aliongoza Israel kwa kipindi hicho. Lakini pia alikuja kuongoza tena kiongozi mwingine anaitwa Menachem Begin ambaye aliongoza mnamo mwaka 1977 mpaka 1983. Sasa huyu ambaye alikuja kuongoza mpaka mwaka 1983 ndipo hapo mambo yalipoanza kuwa tofauti kwake. Baada ya nchi kupinduliwa, nchi ya Iran, kwa sababu kipindi hicho alipokuwa akiongoza Mohammad Reza ambaye ni Shah, kipindi chake cha utawala chote kuanzia mwaka 1941 mpaka mwaka 1979 alikuwa akiongoza katika mifumo ya kidikteta sana. Alikuwa hana utu, tunaweza tukatumia kauli hiyo. Kwa hiyo kitu kilichokuja kufanyika kwa baadaye, yalikuja kufanyika mapinduzi ambaye mapinduzi haya yalikuja kuyafanya
Ayatollah Khomeini. Kipindi hicho cha mwaka 1979. Na baada ya Khomeini kuingia madarakani ndo akaleta system au uongozi wa utaratibu wa Kiislamu katika nchi yake. Na hapo sasa ndipo uadui ulipokomaa zaidi, hasa kwa huyu ambaye alikuwa anaitwa Menachem Begin, ambaye aliingia madarakani kama nilivyokuambia mwaka 1977 mpaka 1983. Kwa hiyo aliingia katika kipindi ambacho Ayatollah ndo anafanya mapinduzi mapinduzi ya Kiislamu. Baada ya hapo Shah alivyoona sasa hali imekuwa mbaya kwake, ikabidi akimbilie Misri, ambapo huko ndo alienda kufariki mnamo mwaka 1980. Kwa hivyo hiyo ndo historia fupi kuanzia utawala wa Shah pamoja na uongozi mzima wa Israel kutokea miaka hiyo. Walipita viongozi wengi sana hapo mbele. Kuanzia mnamo mwaka 1979 walipita viongozi wengi sana viongozi wa nchi, viongozi kama 9 upande wa Iran. Lakini kwa upande wa Palestina, upande wa Israel ni kama 14 viongozi walipita. Unakuja kutoa huyu anakufa, baada ya miaka miwili anaingia mwingine, au mwingine amepinduliwa, anaingia mwingine. Kwa hivyo ndivyo jinsi ilivyokuwa. Lakini tuje tuangalie sababu kubwa ambayo imefanya leo hii mpaka hawa Israel wamezidi kuwa maadui zaidi. Kwa upande wa Israel pamoja na Iran wamekuwa maadui sana, ikiwa mwanzo walikuwa ni marafiki sana. Na ukizingatia hata hawa Israel ndio waliofundisha michakato mizima ya masuala ya kijeshi pamoja na ujasusi wa Iran, lakini ikaja ikageuka. Leo hii tunaweza tukasema kwamba ni maadui wakubwa sana. Sasa nini ambacho kimeweza kupelekea yote hayo? Unakuja kukuta mpaka leo hii watu hao wamekuwa maadui. Tukaangalia kwa ufupi. Kuna vitu ambavyo vimepelekea, hasa ukizingatia kwenye upande wa kiusalama. Hawa Israel wamekuwa kwa upande wao wanajihisi kuwa na usalama mdogo sana chini ya Iran, kwa sababu Iran imekuwa ina mifumo mizuri ya masuala ya kiteknolojia. Imekuwa na mifumo mizuri ya kiteknolojia kiasi kwamba hali iliyopelekea mpaka Israel kufanya mashambulizi katika jengo la wanasayansi wa masuala ya nyuklia na kuwaua pia. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ule wivu, kuona kwamba hawa watu wanaweza kufika mbali sana. Lakini sio hicho tu, sababu nyingine ni pale ambapo Iran iliamua kufanya utaratibu wa kuwasaidia wa Palestina. Na hata ukiangalia katika sababu nzima iliyofanya mpaka huyu huyu Ayatollah Khomeini mpaka kuchukua madaraka, ni baada ya kuona pia Israel inafanya vibaya sana kwa Wapalestina. Ndio sababu hata za kufanya mapinduzi. Kwa hiyo kuanzia kipindi hicho kulikuwa kuna ukaribu sana baina ya Palestina pamoja na Iran. Na hata ukiangalia katika utaratibu wa sasa, namna ambavyo mambo yanavyoenda, Israel anamshutumu vikubwa sana Iran kwamba yeye amekuwa sababu kubwa. Yaani Iran amekuwa sababu kubwa ya yeye kushambuliwa, kwanza na hawa Hezbollah pamoja na hawa Hamas, kwa sababu ukiangalia kwa namna moja ama nyingine, kiuhalisia ni kwamba Israel inawapa misaada mikubwa sana ya kijeshi pamoja na silaha pia. Kwa hivyo inapelekea Israel anaona kwamba Iran ndio adui yake mkubwa namba moja. Hicho ndio kinachopelekea sasa mpaka Israel kuamua kufanya shambulio lile. Lakini hakujua kwamba pia ameweza kuchokoza nyuki. Sasa Benjamin Netanyahu, kitu ambacho alichokifanya ni kama alikuwa amechokoza nyuki, au alikuwa anabusu mzinga wa nyuki kuona kwamba je, hii inakuwa vipi. Lakini leo hii imekuja kumtokea puani, hali ambayo inawapelekea vibaya sana wananchi wake kupata wakati mgumu sana wa kuishi. Benjamin ameishi
kwa muda mrefu sana kwenye madaraka na ameishi katika misimu mitatu mfululizo, misimu mitatu tofauti tofauti, lakini mpaka sasa hivi bado yupo na anazidi kukomaa, hali inayempelekea siasa yake kuwa mbovu kama ilivyokuwa ya Shah. Ingawa hatuwezi kusema kwamba Shah alifanya mambo mengine mabaya, hapana. Shah kuna mambo mazuri pia aliyafanya, hasa ya kiteknolojia. Alijitahidi kukopi vizuri kutoka kwa Wamarekani pamoja na hao wa Israel. Kuna namna moja au nyingine aliweza kufungua njia ile ya kiteknolojia. Sijui hivi vita itaisha lini, lakini kikubwa sisi wacha tusubiri tuangalie, lakini tunaomba, kwa sababu vita sio kitu kizuri, tunaomba ifike hatua vita vifike mwisho. Asante sana na washukuru kwa kunisikiliza. Naomba ili kuendelea kunisupport katika chaneli yangu, tafadhali naomba usubscribe chaneli hii ya Commercial TV Online. Asanteni sana.